LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Sabasaba mwaka 2026, hii ni kubwa kuliko. Naam, ni kubwa kuliko mtazamaji, na hiyo ni kauli mbiu ya maonesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo mamlaka yako adhimu kabisa ya udhibiti usafiri ardhini hapa nchini imeshiriki kikamilifu tangu Juni 28 hadi leo hii maonesho hayo yanapofikia tamati. Mimi ni Binti Jumbe, tafadhali na kusii ubaki hapo kwenye runinga yako, usitoke kufahamu kile kitu kizuri kabisa ambacho sisi LATRA tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu. Mtazamaji, hiki ni kipindi chako maridhawa na pendwa kabisa cha usafiri na maendeleo kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mtazamaji, leo kipindi hiki kimejikita katika kuangazia kuhusu jinsi LATRA ilivyoshiriki katika maonyesho haya ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026. Na mtazamaji, Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, amekuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wameshiriki kuanzia mwanzo hadi leo hii tunapotamatisha maonyesho haya. Hapa Bwana Salum Pazi yeye anaelezea ni vitu gani hasa mamlaka hii imeangazia katika maonyesho haya kuelekea siku hizi za ukingoni kabisa wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Katika hili jengo la LATRA, kwa kweli tunayo furaha kwamba maonyesho yetu yamehusisha wadau wengi wa kada tofauti tofauti ambao wamefika kwa wingi ili kujipatia elimu, lakini na vitu vingine ambavyo vimekuwa vikipatikana katika banda letu hili hapa. Mifumo mikuu ambayo tunaitumia hapa kuwaonesha wadau kazi tunayoifanya ni namba moja kabisa ni mfumo tumizi wa LATRA, yani LATRA app, ambapo mfumo huu unatumika kumsaidia abiria. Tunasema nguvu tumezipeleka kwako wewe mdau wa utumiaji wa huduma hizi za usafiri ardhini, kwa maana kwamba abiria ana uwezo wa kufahamu gari liko wapi sasa hivi, linatembea spidi kiasi gani, na kama amekata tiketi hana haja ya kuuliza gari liko wapi. Anaweza kaangalia kwenye mfumo akajua gari lilipo na akaenda tu stendi kwa ajili ya kupanda gari kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo kwenye tiketi yake. Lakini pia kama mtu amemsindikiza mgeni, ataweza kufahamu kwamba mgeni wangu sasa hivi amefika huko anakoenda, au sasa hivi yuko wapi, je, gari anayotumia inatembea spidi kiasi gani. Taarifa hizo zote zinapatikana kwenye LATRA app. Vile vile abiria, kabla hujapanda gari, una uwezo wa kuingiza namba ya gari unayoliona pale, au kama ni gari la mizigo, kabla hujalitumia kubeba mizigo yako au kama kulikodi ili iweze kupeleka mizigo yako sehemu fulani, unaweza kuingiza namba ya hilo gari pale na ukaweza kuona gari hili je, lina leseni hai. Kama halina leseni hai, unaweza kumuuliza ile mtoa huduma, bwana mimi na wasiwasi, unaweza kutupa shida huko mbele kama gari lenyewe halina leseni hai, maana huenda halijakaguliwa kuhusu utimamu wake na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tunaweza kupata taarifa hiyo. Vile vile kupitia app ya LATRA hii ambayo tunatoa elimu hapa, wadau wanaweza kufahamu viwango vya nauli kwa magari ya mijini na magari yanayoenda masafa marefu, kwa maana yale yanayoenda mikoani na nchi za jirani. Vile vile kuna taarifa zingine zaidi, kwa mfano unaweza kuona vituo vya mabasi kwa maana ya Passenger Information System kupitia hiyo mfumo wa taarifa kwa abiria, ukaona kwamba sasa hivi mabasi ukichagua kwa mfano huko stendi ya Arusha, labda utajua mabasi yanayokuja pale Arusha na sasa hivi yako wapi na yanatarajia kufika saa ngapi pale kwenye kituo. Kwa mambo yale yote tunaweza
kuyafanya kwa urahisi kabisa tunapokuwa tuna mifumo yetu hii. Lakini tuna mfumo wa safari ticket, ni miongoni mwa mifumo maarufu kabisa ambayo wadau wameonyesha kuifurahia. Na hapa nazungumzia mfumo unakuwezesha kupata tiketi zote ndani ya chungu kimoja. Yaani tiketi zinazopatikana katika sekta zinazodhibitiwa na LATRA zote ziko hapa, kwa maana ya upande wa usafiri wa reli ambako ni miongoni mwa sekta ambazo tunadhibiti, basi utapata tiketi za SGR, utapata tiketi za reli ya kati na, kwa pamoja kwenye hicho kichungu kimoja. Lakini pia tiketi za mabasi zinapatikana na bila usumbufu wote. Utaandika safari unakoanzia safari na unakoenda. Baada ya hapo mfumo wenyewe utakuonesha kampuni zote za mabasi au mabasi yote ambayo yapo yanayoenda katika njia hiyo, na utaweza kupata tiketi yako kwa urahisi kabisa. Huna haja ya kuanza kufikiria nataka kwenda Njombe, kampuni gani zinaenda Njombe, uanze kutafuta labda ukurasa wa kampuni husika. Huna haja kuhangaika hivyo. Wewe download application ya Safari Ticket, utaweza kupata mabasi yote yanayokwenda mikoani na nchi jirani ndani ya mfumo huo, na mambo yanakuwa rahisi kabisa. Mfumo wa Safari Ticket kama ulivyo mfumo pia wa LATRA app, yote inapatikana katika Play Store na App Store. Kwa hiyo ukiingia kwenye simu janja yako, nenda sehemu ambayo unatumia kudownload app zetu zile mbalimbali ambazo tunazipenda, basi usisahau kuandika LATRA app, andika Safari Ticket. Zote mifumo hiyo inapatikana, utaweza kudownload, utaweza kupakua mara moja na kuanza kuitumia. Vile vile wadau wanapata nafasi ya kuelewa kuhusu mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari. Huu tuseme ndio mfumo mama wa udhibiti, kwa maana kwamba unatuwezesha kuyaunganisha mabasi yote yanayofanya safari za mikoani na nchi jirani, na vile vile mabasi ya mijini nayo tumeshaanza kuyaingiza, kiasi kwamba mamlaka ina uwezo wa kufuatilia, je, basi liko wapi sasa hivi, linatembea spidi gani, na ikitokea basi hilo limezidisha ukomo wa mwendo, basi tutaweza kufahamu kwamba basi hilo limezidisha ukomo wa mwendo na tunachukua hatua. Vile vile mfumo huu tumeunganisha watu wa huduma wenyewe. Kila mtu wa huduma ana akaunti ambayo inamwezesha kuyaona mabasi yake yote. Lakini na wenzetu wa Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani, ambao ni pacha wetu kwa kweli, hao tunashirikiana katika kazi zetu za udhibiti. Kwa hiyo nao tumewapa account kwa ngazi ya wilaya, mikoa na kitaifa. Kwa hiyo wale wenzetu pia wanaweza kuangalia kwenye mfumo wakaona magari yote. Na kimsingi mfumo huu umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana, hasa kupunguza athari za ajali, au tunasema kuboresha mwenendo wa madereva wetu. Kwa hiyo madereva wanafahamu sasa hivi kwamba mfumo unatunza kumbukumbu zake za uendeshaji wa gari masaa 24 na siku zote, ikiwa ni pamoja na taarifa za dereva husika, kwa bwana fulani bin fulani ndio anaendesha gari fulani na yuko sehemu fulani sasa hivi, kwa ile batani yake ambayo tunaita kitufe cha utambuzi wa dereva au I button kama maarufu, ambacho ndio kama funguo yake, lazima agusishe kwenye sehemu yake maalum ili kuweza kuonyesha kwamba ameingia katika kazi yake, na anapotoka basi inamjulisha kwamba muda fulani ndio ameweza kutoka. Mtazamaji, moja ya malengo ambayo mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kushiriki katika maonyesho haya ya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam ilikuwa ni kuwafikia wadau wengi kabisa na kutoa elimu kuhusiana na majukumu ambayo inatekelezwa. Jambo hili linatanabaishwa kwa kina kabisa na Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mahusiano LATRA, ambaye hapa anaelezea kuhusiana na malengo pamoja anatoa tathmini yake ni kwa namna gani LATRA imeweza kutimiza malengo haya. Kwa kweli mafanikio yetu yamekuwa ni kwa maeneo tofauti. Cha kwanza, tunajivunia kwamba idadi ya watu mwaka huu wamekuja wengi zaidi ya wale ambao walikuja mwaka jana, wameweza kufika kwa wingi katika banda letu hili, na hii imekuwa ni watu wa makundi tofauti. Wadau wa kawaida, lakini wanafunzi wa vyuo mbalimbali, wanafunzi wa shule mbalimbali wamefika hapo kwa wingi. Na sisi mwaka huu tumezidi kuwaboreshea huduma, kwa sababu tumekuwa na vitengo mbalimbali, wakiwemo wenzetu madereva ambao wamefika hapa kupata huduma ya kusajiliwa madereva na kuweka zile wekesho au booking kwa ajili ya kwenda kufanya mtihani. Lakini pia wahudumu wa mabasi wamefika hapa kwa ajili ya kupata ile huduma ya kusajiliwa moja kwa moja. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutolewa pia hapa katika maeneo yetu kutokana na jinsi ambavyo wadau wamekuja kwa wingi. Idadi ya wadau ambao wameshapakua mifumo hii ambayo tunaielezea kwanza wamekuwa ni wengi, na kuna mdau unaweza kumkuta hata barabarani ukimuuliza, bwana una mfumo wa LATRA app, mfumo utumizi, anakuambia tayari nao na nimesha utapakua. Na uzuri wa mifumo hii ni ambayo inamshawishi mtu mwenyewe, baada ya kupakua unajieleza wenyewe kiasi kwamba namna gani unaweza kuutumia. Kwa hiyo tunachoahidi tu ni kwamba maonesho yetu mengine kabla hata ya mwakani, maonesho ikiisha Sabasaba inakuja 8/8. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wakiweza kufika kwenye maonesho haya yanayofanyika ya kitaifa, waweze kufika katika banda la LATRA, wataweza kuona mambo haya na mengine mengi, bila kusahau fursa ya kupata hadi mshahara wa shilingi 200,000 kwa mwezi
kutokana tu na kufuatilia maudhui yetu kwenye vipindi na kuweza kujibu swali ambalo linaulizwa katika ukurasa wetu wa Instagram kwa usahihi. Ukiweza kujibu kwa usahihi, ukiwa wa kwanza kujibu, basi unajipatia shilingi 50,000 kila wiki. Kwa mwezi mmoja una Laki2 zako. Umekosa nini ndugu yangu? Mtazamaji, bado tupo na Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, ambaye hapa anatueleza kwamba katika maonyesho haya LATRA imetembelewa na viongozi mbalimbali ikiwemo Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, mbunge na naibu waziri uchukuzi, ambaye alimwakilisha Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, mbunge na waziri wa uchukuzi. Lakini vile vile LATRA imetembelewa na viongozi mbalimbali wa taasisi ikiwemo kiongozi kutoka ZATSA na DCEAA. Lakini vile vile Bwana Pazi hapa anawashukuru wadau wote kwa jumla ambao wametembelea jengo la LATRA katika maonyesho haya Sabasaba mwaka 2026 hapa jijini Dar es Salaam. Tunashukuru viongozi ambao wametuheshimisha kwa kweli kwa kuthamini na kutenga muda wao kuja katika jengo letu hili ambalo liko hapa mtaa wa Mazao. Tumepata bahati ya kutembelewa na Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, naibu waziri wa uchukuzi. Tumetembelewa na katibu mkuu wa wizara yetu ya uchukuzi Profesa Godius Kahyarara. Tumebahatika kutembelewa na viongozi wengine mbalimbali wakiwemo wakuu wa taasisi kama Bwana Aritas Limo ambaye ni kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya hapa nchini. Vile vile tumetembelewa na dada wetu, kiongozi wetu Bi Salma Kimara ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi pacha kama ilivyo LATRA wao kule upande wa visiwani. Yeye ni mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar, yani ZATSA, na viongozi wengine na wadau wengine mbalimbali wameweza kututembelea. Kwa hiyo tunashukuru sana, tumeweza kupata nafasi ya kuonesha jinsi tunavyofanya kazi zetu za udhibiti, lakini pia na wenzetu wametuahidi jinsi ambavyo tutaendelea kushirikiana na kushikamana. Kwa hiyo mazingira hayo kwa kweli yamekuwa ni mazuri na tunaona tija ya maonesho kama haya. Tungependa tu kuwashawishi wadau ambao hawajabahatika kufika mwaka huu hapa waweze kufuatilia taarifa zetu kupitia kurasa za mitandao yetu ya kijamii. Watapata huko elimu mbalimbali ambayo inapatikana kupitia tovuti yetu ambayo ni www.latra.go.tz, lakini pia unaweza kutufikia kupitia mfumo wa e-mrejesho. Tunapatikana kwa kweli. Vile vile unaweza ukapiga simu kupitia namba ya 0800 11 0019 au 0800 11 0020. Na kwa wadau wetu wale ambao wanakutana na changamoto katika matumizi ya huduma zetu, tumeweka namba nyepesi kabisa ya kutuma ujumbe kwa njia ya mtandao wa WhatsApp. Hii si nyingine bali ni namba 0681 300 800. Unakuwa umeshamaliza, unatutumia ujumbe au ukarekodi video ya kuonesha ile changamoto unayoipata au ushahidi wa makosa yanayofanyika. Kwa mfano, gari inatangaza nauli ni shilingi 2,000. Basi wewe rekodi kwa video kako kafupi tu ambako kataonesha namna hiyo kwamba gari hiyo inatangaza hivyo na namba ya gari iweze kuonekana. Tena siku hizo unaweza kurekodi bila kujulikana kwamba ni nani amerekodi. Na wewe tunakuhakikishia kwamba tutatunza usiri wako, lakini sisi tutatusaidia zaidi katika kuchukua hatua kwa haraka ili kuweza kukomesha tabia ya baadhi ya watu ambao sio waadilifu katika utoaji wa huduma. Mtazamaji, miongoni mwa wadau ambao wametembelea jengo la LATRA katika maonyesho haya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam ni Bwana Abdallah Kiongozi. Abdallah Kiongozi yeye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania, yani TABOA. Na hapa nakumbuka mtazamaji, LATRA imeendelea kushirikisha wadau wake katika ngazi mbalimbali za uamuzi, yani kabla LATRA haijafikia uamuzi fulani imekuwa ikiwashirikisha wadau wake ili kuhakikisha kwamba sote tunapata mawazo ya pamoja na tunakuwa na uelewa pamoja juu ya jambo lile ambalo linaenda kutekelezwa kwa kipindi hiko. Hapa Bwana Abdallah Kiongozi yeye anaelezea ni kwa namna gani LATRA imekuwa ikiwashirikisha katika majukumu yao ya kila siku. Leo tumekuwa na bahati ya kutembelea banda hili ambalo linatuhusu sana, wasafirishaji wa mabasi na wasafirishaji wa vyombo vingine, lakini tunafurahi kwamba LATRA kwa muda mrefu sasa hivi wamebadilisha mambo mengi yaliyokuwa vikwazo kwa wasafiri. Kwa kweli kwa sasa naweza kuwapa 90% ya shida za wasafirishaji kwamba wameziondoa, na na matumaini kwa uongozi mzuri waliokuwa nao sasa watajikita kwenye hii 10 iliyobaki ili LATRA iwe 100%, kwa hiyo ili wasafirishaji wazidi kuipenda. Kusema kweli, tusimunye maneno. Uongozi mpya wa LATRA chini ya CPA Suluo umekuwa na mabadiliko makubwa sana, na huyu mtu kuja kusaidia wasafirishaji. Kwa sababu nitakupa mfano mmoja. Kuna siku kuna transporter moja kutoka Kahama
alikwama kupewa leseni kwa sababu ana basi 2, alitakiwa awe na 4. Nilipomwambia bwana, kuna mwanachama wangu amekwama, akaniambia mlete, ana uhakika basi zingine zitapatikana. Yule bwana nikamwambia ana uhakika. Tupomleta kwake yule bwana akapewa leseni ya kwenda Kahama, vitu ambavyo huko nyuma vilikuwa hivyo havipo. Kwa hivyo yule bwana, bahati nzuri transporter yule kaendelea. Siku zile tukiomba permit alikuwa na basi 2 na sasa na 8. Sasa tungemzuia, tungemkwamisha, lakini SPA liliona lile na uongozi mzima. Kwa ujumla tunapongeza management yote ya LATRA kwa kazi nzuri ambayo sasa hivi wanafanya. Kwa kweli nakiri kabisa kwa uongozi huo tunashirikishwa. Uongozi wa SPA tunashirikishwa kwa sababu anasema kuna magumu, njoni mnione. Sasa unataka kiongozi wa namna gani? Au niiteni nitakuja. Unataka kiongozi wa namna gani? Kiongozi wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan anataka viongozi wa namna ile ambao wanatatua matatizo ya watu. Mtazamaji, dunia inaenda kasi sana katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, na LATRA nayo haiko nyuma na imekuwa ikitumia wataalamu wa ndani kuweza kutengeneza mifumo mbalimbali ya TEHAMA ili kuweza kurahisisha utendaji kazi wake wa kila siku. Lakini vile vile mtazamaji, mifumo hii imechagiza utoaji wa huduma za usafiri ardhini katika njia rahisi kabisa, na mifumo hii imewanufaisha watu wa huduma mbalimbali za waliopo katika sekta ya usafiri ardhini hapa nchini, na hii linadadavuliwa vizuri kabisa na Bwana Abdallah, kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa TABOA. Anaeleza ni kwa namna gani sasa hii mifumo ya TEHAMA imeweza kuwanufaisha wao kama wamiliki ama kama wadau wa sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Mfumo wa VTS ni mzuri kwa sababu huu unafuatilia mali ya mtu na watu na nchi, na wenye mali pia hawapendi vyombo vyao vipate shida na serikali haipendi watu wapate shida. Kwa hiyo mfumo huu kwanza ni best kwa sababu umeweza kutia adabu kidogo barabarani. Kwa hivyo watu wakiwa barabarani wanajijua kabisa kwamba kuna monitoring inafanyika. Lakini nataka nikwambie, siku za nyuma hata basi zetu sisi zilikuwa ziko Dar es Salaam hapa zinafika Moshi saa 5. Sasa kwa udhibiti, lakini kunakuwa na sifa, lakini unapata hasara, gari mara ianguke, mara brake line zimekwisha. Lakini mifumo hii inazuia ulaji mzuri wa diesel na brake linings. Ili mtu yeyote aendelee vizuri kwenye biashara, ni lazima uende na zile taratibu zinazotakiwa. Bila kwenda katika zile taratibu zinazotakiwa utapata hasara. Leo kuna mambo mengi yanafanyika. Kwa mfano, kuna habari ya kutagi mzigo. Hii ni muhimu sana, nataka niwakumbushe wasafirishaji. Ukitagi ule mzigo wa abiria inakuweka wewe salama, lakini usipotagi ule mzigo alafu mzigo ukapatikana kwenye basi alafu mzigo usio nzuri, ikiwa ni madawa au nini, yanakwenda kwenye mwenye basi. Mtazamaji, katika maonyesho haya Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Usafiri Ardhini nchini LATRA CCC nao walikuwa miongoni mwa wadau ambao wameshirikiana na LATRA katika jengo lake katika kuhakikisha kwamba elimu kuhusiana na haki na wajibu wa watumiaji wa huduma za usafiri ardhini hapa nchini zinawafikia kwa wakati na kama inavyotakikana, ambapo hapa tunaenda kumwona na kumsikiliza Bwana Daudi, katibu mtendaji wa baraza hili la LATRA CCC, akielezea zaidi kuhusiana na ushiriki wao katika maonyesho haya. Tupo katika maonyesho haya ya 50 ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo kwa mara ya pili mfululizo tumepata nafasi ya kushiriki kwa pamoja na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, yaani LATRA, katika jengo lao katika viwanja hivi. Maonesho haya yamekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu moja ya jambo kubwa tunaloliona ni watumiaji ambao wamekuwa wakifika katika banda letu wanapata nafasi ya kwanza kupata maelezo kuhusu huduma zinazopatikana katika banda letu la baraza, lakini zaidi ya hapo, pale ambapo wana changamoto ambayo inahitaji kutatuliwa na mamlaka, wanaipata ndani ya paa moja, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, tumepata nafasi kwa mara ya pili mfululizo, ikimaanisha kwamba kwa mwaka jana pia tuliweza kushiriki katika banda hili la mamlaka. Kwa hiyo huduma za mamlaka, yaani LATRA, zinapatikana ndani ya jengo hili na huduma za baraza zinapatikana ndani ya jengo hili. Katika hilo limesaidia sana kwamba
hata wale watu wanaokuja kwenye maonesho wakiwa tayari wanatamani kufika kwenye mamlaka peke yake, basi wakifika wanazikuta pia na huduma za baraza zipo. Kwa hiyo hilo ni moja ya jambo kubwa sana ambalo tumeliona na limekuwa na ufanisi mkubwa. Mtazamaji, wadau mbalimbali ambao umetembelea jengo la LATRA wamenufaika kwa vitu mbalimbali ikiwemo kupatiwa elimu kuhusiana na jinsi LATRA inavyotekeleza majukumu yake, lakini vile vile kuna huduma ambazo zimetolewa mbashara, yani imetolewa moja kwa moja mtazamaji kwa wadau hawa ambao wamekuwa wakitembelea jengo hili la LATRA. Wapo madereva ambao wamesajiliwa, wapo wahudumu ambao wamesajiliwa, bado wapo wadau mbalimbali ambao walikuwa na changamoto mbalimbali nazo zimetatuliwa. Masuala haya mtazamaji yanatanabaishwa kwa kina kabisa na wadau hawa. Nimefurahi sana nimefika katika banda la LATRA. Nilikuwa nina mambo mengi sana ya kutaka kujua yanakwendaje, haswa kuhusiana na usimamizi wenu wa usafiri wa nchi kavu. Nimefika hapa nimekutana na afisa huduma kwa wateja mkuu Mr. Augustus Fungo. Amenieleza kwa kina sana yale nilostahili kutaka kuyajua. Kwa nimepata elimu kubwa sana kutoka kwa afisa yule nilomtaja hapo nyuma, na nimetosheka kwa sababu nilikuwa napata kero nikiwa kama mwanahabari kutaka kujua taratibu zinazotumika hasa katika barabara hii ya Kilwa. Na ni watoe tu na wasiwasi wananchi kwamba huduma hizi zinaendelea kutolewa na hawa watu wa daladala kwa kupitia LATRA, kwamba wako vizuri na wanajaribu kurekebisha kila mambo yaliyokuwa magumu kwa wananchi wa Tanzania, na wao kuhakikisha wanapata usafiri vizuri mpaka pale serikali itakapokuwa imefikia malengo. Yule mwanataaluma mzuri ni yule ambaye huwa anaendelea kujifunza kila mara, na sisi kama RCA tumefika kwenye banda la LATRA hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na huduma ambazo mamlaka imekuwa inazitoa, especially mifumo ambayo mamlaka imekuwa ikiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za usafiri zinaendelea kuimarika, safari zetu zinakuwa salama, watumiaji wa barabara wanakuwa salama, lakini na vyombo vyetu vinaendelea kuwa salama. Tumejifunza hapa kupitia banda hili, tumejifunza kuhusiana na mfumo wa PIS, mfumo ambao unampa abiria taarifa kuhusiana na vyombo vya usafiri ambavyo anataka kusafiri navyo. Tumejifunza kuhusiana na mfumo wa RIMS ambao unawezesha watoa huduma kukata leseni kwa njia ya mtandao, madereva kuweza kujisajili kule. Lakini tumejifunza pia kuhusiana na mfumo wa tiketi, kukata tiketi kwa njia ya mtandao, mfumo ambao tunafikiri kwamba ni wa muhimu sana katika zama hizi, kwa sababu tuko katika ulimwengu wa teknolojia ambao sio lazima tena mtu uende stendi kwa ajili ya kwenda kukata tiketi. Unakata tiketi mahali ulipo na unakwenda stendi pale tayari ukiwa na tiketi yako na kupanda gari. Kwa hiyo kwa ujumla tumejifunza vitu vingi, na sisi kama mabalozi wa usalama barabarani tunaamini elimu hii itaendelea kutuimarisha zaidi katika kuelimisha watumiaji wengine wa barabara kuhusiana na namna gani safari zetu zinaweza zikaendelea kuwa salama, lakini na tukawa salama barabarani. Kwa kweli huduma ya LATRA iko vizuri ukilinganisha na mabanda mengine ambayo nimetembelea. LATRA nimekuta huduma nzuri zaidi. Kwa jumla LATRA huduma niliyoikuta kubwa, moja, nimeweza kujua naweza nikakata tiketi nikiwa nyumbani, nikiwa popote pale naweza nikakata tiketi. Lakini kingine nimejifunza, ninapokuwa ndani ya basi bado nina haki za msingi kama abiria. Ninaweza kutambua kuwa gari iko spidi, ina mwendo mkali ambao haufai. Kilichonivutia zaidi katika banda la LATRA ni pale ambapo mimi mwenyewe naweza kujihudumia. Kwa nini nasema naweza kujihudumia mimi mwenyewe? Ni pale ambapo kondakta ameniongeresha kauli ambazo sio, naweza nikatoa taarifa, au nimechajiwa nauli ambayo ni ya juu zaidi, naweza pia nikatoa taarifa, na hata kabla ya kutoa taarifa tayari nakuwa nishajua kwenye mfumo natakiwa kutoa kiasi gani na basi lipi. Mtazamaji, hivi sasa tunaingia katika kipengele chako pendwa kabisa cha Bonga na LATRA. Na leo mtazamaji, katika kipengele hiki tumekutana na Bi Irene Mselem ambaye ni balozi wa usalama barabarani, ambaye hapa anatukumbusha sisi kama watumiaji wa huduma za usafiri ardhini hapa nchini na wadau wa sekta hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini kuweza kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Leo ninataka tuzungumze kuhusu matumizi sahihi na salama tuwapo barabarani. Barabara zinatumika kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Kuna miongozo ambayo ipo wakati tunapotakiwa tutumie barabara.
Miongozo hii inawataka sisi watumiaji wa barabara tuifate, na kuifata ni kuwa na nidhamu barabarani. Barabarani tunatakiwa tuwe tunaendesha vyombo vya moto vikiwa vimesajiliwa na vikiwa ni vyombo ambavyo vimekaguliwa vinafaa kutumika barabarani. Lakini pia tunapokuwa tunapanda vyombo vya moto kama pikipiki ya magurudumu mawili, ni lazima tuhakikishe tumevaa kofia ngumu, ama wengine wamezoea kusema helmet. Lakini tunapokuwa tumepanda kwenye magari, tunatakiwa tuwe tumefunga mikanda. Lakini kwa upande wa madereva wanaoendesha vyombo vya moto, ni lazima wazingatie sheria na kanuni, kwa sababu tunasema dereva ndio meneja wa kile chombo. Aendeshe kwa kufuata sheria, overtake maeneo ambayo yamekatazwa, asitumie kilevi akiwa anaendesha chombo cha moto, awe anaheshimu watembeaji kwa miguu barabarani, hasa maeneo yenye vivuko. Akifika eneo lenye kivuko, akikuta watu wanataka kuvuka ama wanavuka, ni lazima ahakikishe amesimama ili wale watu wavuke salama. Lakini pia tuzingatie taa za barabarani zinapotuongoza. Ukiona taa ya wewe dereva imekuzuia usipite, basi simama ili ile taa kama imemruhusu mtu mwingine aweze kupita, basi aendelee kutumia ile taa salama. Tuheshimu michoro ya barabarani. Kuna maeneo ambayo michoro inatuzuia kuovertake, lakini sisi madereva au wakati mwingine madereva wana overtake. Kwa hiyo sheria ni lazima izingatiwe, na tutakapokuwa tumezingatia sheria, kanuni na taratibu zote za usalama barabarani, tutapunguza vifo na majeruhi wanaotokana na ajali za barabarani. Mtazamaji, ni wakati wa kuibuka na kitita cha shilingi 50,000 kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Lakini kitita hiki mtazamaji hakitoki hivi hivi, ni lazima uwe umefuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unatakiwa uwe umetazama kipindi hiki katika runinga yako. Pili, unapaswa uwe umetufuatilia, yani umetufollow kwenye kurasa rasmi za mitandao ya kijamii za Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Lakini tatu, ya kupaswa uwe wa kwanza kujibu kwa usahihi swali liloulizwa kwa wiki hiyo kwa mitandao yetu ya kijamii. Na mtazamaji, swali la wiki iliyopita lilisomeka kama ifuatavyo: taja maelekezo matatu tu aliyoyatoa Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mbunge na naibu waziri wa uchukuzi, pale ambapo alipotembelea jengo la LATRA kwenye maonesho haya ya 50 ya Sabasaba ya mwaka huu 2026. Na mshindi mtazamaji wa swali hilo ni Rama Muya. Hongera sana Rama Muya kwa kuibuka mshindi na kunyakua kitita hiki cha shilingi 50,000 kutoka LATRA. Na mtazamaji, wiki hii tunauliza swali lifuatalo: taja kauli mbiu ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Mtazamaji, hakika hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Binafsi ningependa kabisa kuendelea kuwa nawe, lakini kama ujuavyo, wakati ni ukuta na ukishindana nao utaumia. Na kwa nukta hii mtazamaji, kipindi hiki cha Usafiri na Maendeleo kwa siku hii ya leo ndio kimefikia tamati. Lakini kumbuka, mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi murwa kabisa wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo kinachofuata. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia jinsi LATRA ilivyoshiriki katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo tumeona ama tumeshuhudia kwa kweli kwamba LATRA imeweza kuwahudumia wananchi mbalimbali ambao wamekuwa wakimiminika kwa wingi katika jengo lake lililopo katika maonesho haya ya Sabasaba. Lakini vile vile tumemuona na kumsikia Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA, ambaye amedadavua kwa kina kwa kutoa tathmini ya kwamba ni kwa namna gani LATRA imeweza kufikia malengo yake katika maonesho haya. Na tumeona mtazamaji kwamba wadau wenyewe wamekiri kwa vinywa vyao namna gani walivyofurahishwa na huduma walizopata katika jengo hili la LATRA. Kumbuka mtazamaji, sisi LATRA tupo kwa ajili ya kukuhudumia. Kwa hiyo unapopata changamoto zozote zile, unapotumia usafiri wa umma, usisite kuwasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Binti Jumbe. Kwa heri kwa sasa. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA.